Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abeid. Bado tupo katika posa za maana. Kabla ya kuendelea, nitarudia kidogo sehemu iliyopita. Piga tu kama itakupendeza. Unaweza kupiga kelele ama hata kugaragara. Bwana Kheri alimtazama Muna, haamini jinsi alivyokuwa akizungumza kwa upole na kwa kujiamini. Hakujua afanye nini, mara akatia mkono mfukoni na kutoa pochi yake. Alitoa pesa za Kimarekani $300, akaziweka juu ya meza na akakamata mkono wa Muna kutaka kumwekea kiganjani. Muna alirusha mkono wake kama aliyepigwa shoti ya umeme. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Tafadhali usinishike, alisema kwa sauti ya ukali. Na unanitolea pesa za nini? Nani kasema ana shida ya pesa zako? Sasa Muna ustaarabu ulikuwa unamshinda. Alishusha pumzi kwa nguvu, kisha akachukua maji yake ya kunywa kidogo na baadaye akaendelea na kazi yake. Hakuamini kama Bwana Kheri angeweza kutaka kumnunua kwa pesa. Najua huna shida ya pesa zangu, lakini hizo pesa ni kwa ajili ya mtoto wetu. Jina lake nani vile? Bwana Kheri alijisahau na kuuliza hilo swali lilozidi kumtiribua Muna. Nisamehe Muna, niamini, naona haya hata kuuliza haya maswali. Sistahiki kumwita mwanangu, lakini damu nzito kuliko maji. Niamini kwamba na mimi ni binadamu na nina hisia na mwanangu. Mazungumzo ya kwa yeye ni binadamu na kutaka hurumiwe, Muna aliyakumbuka, lakini sasa hivi aliyaona kama kituko. Hivi utanitenganisha na mwanangu daima? Hivi mwanangu hatakuwa na haki ya kumjua babake? Bwana Kheri aliona labda amuingie Muna kwa njia hiyo. Muna alifikiri kidogo aliyasema Bwana Kheri. Hakuwahi kulifikiria hilo la kumpa Bwana Kheri haki yake ya ubaba, kwani hakuwa na imani kwamba angerudi kuja kuidai. Lakini leo hii aliona si vyema kumkosesha saburi, japo kuona sura ya mtu ambaye alichangia kuja kwa kiduniani. Alichana karatasi kutoka katika notebook yake, akaandika nambari ya simu. Hii ni nambari ya Aunti Sania. Saburi anakaa huko, mpigie yeye kwa lolote kuhusu Saburi. Alisukuma kikaratasi hicho mbele ya Bwana Kheri ambaye alikichukua na kuanza kuitazama ile namba. Saburi, Saburi, Saburi Bwana Kheri. Niliwahi kusikia jina hili, lakini limenitoka. Kwa nini ulimpa jina hilo? Muna kimya. Naomba nambari yako Muna. Wewe ndiye mzazi mwenzangu. Nahitaji kuwasiliana na wewe kuhusu mtoto wetu na sio mtu mwingine. Mimi sina la kukwambia kuhusu mtoto. Sinaye mimi sasa hivi, kwa hiyo huwezi kumwona kutoka kwangu wala kupata taarifa. Hatuna jingine la kuzungumza. So leo wala siku yoyote ile. Kama vipi, zungumza na kakangu Hamdani. Nikupe nambari yake? Bwana Kheri hakuhitaji nambari ya Hamdani. Kwanza hakupata kuonana naye uso kwa macho, lakini alisikia salamu zake toka siku hizo aliyomwoa Muna. Jinsi Muna alivyomtaja kwa fahari, basi alijua hatakuwa na msaada wowote kwake. Mara rafiki zake Muna walirudi. Wale wawili waliokuwa pamoja walishangaa kumwona mtu amekaa na Muna. Yule kijana alijifanya kukohoa. Kumbe mwenzetu ulitaka tuondoke tu, ulikuwa na mpango yako, alisema kwa sauti ya maskhara, lakini Bwana Kheri aliona kama kuna shutuma ama wivu ndani ya ile sauti. Muna alicheka na huku akimtazama yule kijana.
kicheko cha bashasha na ukweli ambacho tokea Bwana Kheri akae hapo hakukisikia. Wacha zako hizo, tulikuwa tumeshamaliza na huyu mheshimiwa hapa. Alikuwa anaondoka, ama sivyo? Muna alimuuliza Bwana Kheri ambaye alikuwa amefura, na Muna akajifanya kama hamuoni huku akicheka na rafiki zake. Yule binti alivuta kiti akakaa, na yule kijana alisimama hapo hapo akawa kama anamsubiri Bwana Kheri aage. Ahmed, rafiki yake Muna, alishaona kwamba kikao hicho cha Muna na huyo jamaa hakikuwa cha heri. Bwana Kheri alinyanyuka. Zile pesa zake dola 300 zilikuwa pale pale mezani. Kwa heri Muna, lakini usidhani kamwe kama ameisha. Utaendelea kuniona tu, huwezi kunitoa kwenye maisha yako. Jambo aliloliandika Mungu binadamu hawezi kulifuta. Ahmed alimtazama Muna na kumwona alivyokasirika. Akaona atumie nafasi hiyo kumuudhi huyo jamaa ingawa hamjui. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Anasemaje huyu mzee baby? Mbona simwelewi huyo? Nani huyu lakini? Ahmed alisema akijifanya amekasirika. Muna aliangua kicheko kikubwa. Bwana Kheri akawa anachemka kwa ndani. Akaona bora ajiondokee kuliko kujitafutia balaa, maana angeweza kumzaba mtu mkono kwa hasira. Bwana Kheri akawa anachemka kwa ndani. Akaona bora ajiondokee kuliko kujitafutia balaa, maana angeweza kumzaba mtu mkono kwa hasira. Akavuta hatua kutaka kuondoka na Muna akamshtua. Mheshimiwa, unasahau pesa zako. Bwana Kheri alisita na kumtizama. Hamaki zimemzidi na Muna akiwa shwari. Alichukua pesa zake akazirejesha kwenye pochi yake, huyo akatokomea. Yule kijana aliangua kicheko kabla Bwana Kheri hajafika mbali na alikisikia. We Muna, mbona umeziacha zile pesa? Toto jinga hili. Yaani njia hii tulionayo tushapata pesa umeenda kuziwacha hivi hivi? Ahmed alitania. Kisha wote wakaangua kicheko. Muna, yule nani? Kumbe miaka yote hii unatutolea nje ukijifanya mtawa na hutaki urafiki wala uchumba. Kumbe una yako. Tuambie, nani yule? Na usijifanye ni mjomba wako ama baba yako mdogo, kwa sababu usingekataa pesa bure bure. Ahmed aliendelea na matani. Ahmed alikuwa mwaka mmoja mbele kuliko Muna na kwa umri wakilingana. Ahmed alikuwa mwaka wa 5 na Muna mwaka wa 4. Tokea Muna aje chuoni alikuwa akimng'ang'ania Muna wawe marafiki wapenzi, lakini baada ya Muna kukataa, basi alianzisha urafiki naye. Si yeye tu, kila aliyemsogelea Muna kwa mambo hayo aligonga mwamba. Na wewe nawe, umbea unauweza? Hebu mwache mwenzako, kama anataka kutuambia angetuambia tu. Aliingilia kati yule binti mwingine ambaye alikuwa rafiki wa Muna chanda na pete. Nyie wacheni tu. Yule jamaa na hadithi ndefu naye. Nyie acheni tu. Yule jamaa na hadithi naye ndefu. Iko siku nitaambieni, lakini leo Zena tuendelee na kazi yetu. Muna alisema kisha akamgeukia Ahmed. Na wewe kama unapenda utatusaidia, upendi utuache tu, usitupotezee muda. Mjanja wewe, unanipotezea muda bure, lakini leo sikufichi umeniudhi. Kujidai kuzikataa pesa za Uncle bure? Muone vile. Wote walicheka. Wakachukua vitu vyao baada ya kubeba chakula walichoagiza na kuondoka. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Bwana Kheri siku ile alipomwona Muna hakuwa na raha. Hakuweza kumtoa Muna katika akili yake, akimfikiria alivyokuwa kimwili na kiakili na kuzidisha uzuri wake maradufu. Moyoni alijuta majuto ya shetani kwa kumtelekeza.
hivi uhuni gani huu ulionao mpaka ukamwacha mtoto kama yule, mzuri wa sura na tabia, kalelewa kaleleka? Hivi wanawake wangapi uliona wakajidai kuwa ni wari, lakini haikuwa hivyo? Bwana Kheri alijisuta mwenyewe wakati akikumbuka maisha yake mafupi aliyokaa na Muna, jinsi alivyotumia mbinu mpaka akampata. Wakati ule Muna alipojitia kuwa na shetani ili kumwepuka. Mwili ulimsisimka akifikiria uzuri, ubichi na usafi wa ndani na wa nje wa Muna. Akajiona ni mtu aliyechezea bahati, hasa kwa vile sasa hivi hakuwa na mke hata wa dawa. Mke wake wa awali Aziza waliachana mwaka tu baada ya kurudi kwake kutoka Tulieni baada ya harusi yake na Muna. Aliwakumbuka wanawe Omi na Babi. Kipindi kile ambacho Omi alitoweka, kumbe alikuwa kaswekwa ndani kutokana na uhalifu aliofanya yeye na genge lake la udukuzi wa akaunti za benki za watu. Alikaa ndani karibu mwaka, na hata alipotoka basi kazi yake ilikuwa hiyo hiyo ya uhalifu. Leo ndani, kesho nje. Leo afatwe na polisi, kesho afatwe na watu wa genge lake. Almuradi maisha yalikuwa hivyo. Mara ya mwisho Bwana Kheri alipokwenda Ulaya hakuatia machoni wanawe wote wawili, kwani na Babi naye alikuwa na bwana wake mzungu, hasiki la muadhini wala la mteka maji msikitini. Hata sijui wanataka nini watoto hawa, kama ni pesa nimekuwa nikiwamwagia miaka yote hii, alijiuliza kimoyomoyo. Kisha akakumbuka maneno ya mwisho aliyozungumza na Babi akimnasihi kurudi nyumbani. Dad, please let me live my own life. Where were you when we need you? Do you think your money could compensate your absence? Bwana Kheri alikumbuka kwa masikitiko. Watoto wakishalelewa uzunguni? Bwana Kheri alitaka kumpa mtu makosa yake na akachagua ficho la hiyo uzunguni. Baada ya hapo akamkumbuka mke wake Aziza, mke wake wa awali. Akafikiri jinsi alivyokuwa akimtelekeza Aziza hivi mwaka, saa nyingine hamuoni, akawa hajijui ama ana mume ama hana. Kiu ya pesa ilipomwisha, Aziza na yeye alidai talaka. Mwaka wa 3 huu ashaolewa na kijana miaka 35 tu, na mpaka leo wapo pamoja. Bwana Kheri baada ya kumwona Muna alishaoa wake wengine 3, lakini hakuna aliyemfikia Muna. Natoka amwache wa mwisho ilikaribia miezi 9. Kila akitafuta mchumba basi alichoambulia ni kuliwa pesa zake, na wengi katika aliyoonyeshwa hakuwapenda. Wapi angepata mtoto kama Muna wakati huu, na tabia zake zilishasambaa kila kipembe. Kwa sasa badala ya mke labda nipate hayo makorumbembe, alifikiri. Hapo akaanza majuto ya kumtelekeza Muna na mwanawe. Angekuwa wangu hivi na mtoto wetu. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, Bwana Kheri anajiona yuko serious na mwanamke. Hivi ni mimi ama ninakonga? Alijiuliza. Toka lini nikamlilia mwanamke na moyo wangu kusononeka? Bwana Kheri alijitahidi kujikurupusha. Alifungua televisheni yake na kutazama mchezo kwenye Netflix, lakini wapi. Kila mara alimwona Muna kamsimamia, yeye na koti lake jeupe na wanafunzi wenzake. Akamfikiria jinsi alivyokuwa ametulia na kujiamini. Yule sio mwanamke wa kawaida, ni mwanamke wa shoka, ni wa kupigiwa mfano. She's a woman and a half. Hakuamini kama hakumshambulia wala kumtolea maneno, hakumdai nepi wala sabuni. Afadhali angenidai chochote, ingekuwa rahisi kwangu kumpata tena.
Bwana Kheri aliingiwa na aibu jinsi alivyomtelekeza Muna bila hata kumfikiria. Katika mawazo yake siku zote hizo, alidhani Muna wakati huo angekuwa ameshachuja, ashaolewa na mume mwingine, pengine na kuzaa watoto wengine, ama angekuwa anabangaiza huku na kule. Hakufikiria kwamba angemkuta hali ile. Ingawa alijua kwamba Muna alikuwa akipenda kusoma na alikuwa na ndoto zake, hakutaraji kama angenyanyuka na kuzitekeleza ndoto hizo vile alishakuwa mama. Kwa mara ya kwanza alijutia alivyofanya. Japo alijua kama ni ya uongo, akamfikiria yule kijana aliyokuwa naye. Akaikumbuka ile babe. Japo alijua kama ni ya uongo, lakini bado ilimkasirisha. Ni yeye tu mwenye haki ya kutumia hayo maneno kwa Muna. Lazima awe babe wa pekee katika maisha ya Muna. Lazima ampati tena. Lakini atampataje? Hilo ndilo swali. Akamkumbuka mwanawe. Hata hakuwahi kuona picha yake. Hivi atakuwa amefanana na nani? Ikiwa amechanganya sura yangu na ya Muna, atakuwa mtoto mzuri sana. Atakuwa handsome kama babake. Alifikiri na kutabasamu. Saburi, Saburi Bwana Kheri. Saburi, Saburi Bwana Kheri, damu yangu. Pengine huyo mtoto ndiye atakuja kunifaa, lakini ndiye njia yangu kubwa ya kumpata tena Muna. Saburi, Saburi lazima alelewe na baba na mama yake pamoja kwa upendo. Lazima nimshawishi Muna akubali na nitamtumia huyu mtoto kwenye hiyo mikakati. Lakini mikakati gani? Muna si mtu wa tamaa ya pesa, alijisemea Bwana Kheri. Pesa zenyewe nazo zilianza kupungua kidogo kidogo kwa Bwana Kheri. Siku hizi yale madili yake ya pesa yalikuwa tabu sana, na Bwana Kheri hakuwa na ile hamu ya kutafuta pesa kama zamani. Lakini hata hivyo bado alikuwa na vitega uchumi vingi, nyumba mbalimbali, sehemu nzuri ambazo alikuwa akikodisha na kujipatia kipato kizuri tu. Ziliwatosha yeye na mkewe Muna na watoto wao kuendeleza maisha yao bila shida. Bwana Kheri alikuwa akiota mchana kwa kujipa matumaini. Akakumbuka miaka ile baada ya kuondoka Tulieni, ulipopita mwaka na ushei, ambapo alipigiwa simu na Bisemeni kuambiwa kama anatafutwa ofisi ya kadhi kutokana na madai yaliyopelekwa na Muna na wazazi wake kuhusu talaka. Alikumbuka jinsi alivyomwambia Bisemeni aseme kama hawakumpata. Waambie tu kama hukunipata kwa simu, wache wafanyalo. Akakumbuka baada ya muda alivyoambiwa kwamba kadhi ameshatoa talaka kwa Muna na hata yeye hakujali. Vipi leo niumie hivi? Ama niende kwa kadhi nikashtaki kwamba Muna bado ni mke wangu na sijamwacha. Bwana Kheri, mwaka huu naona unataka kwa kichaa. Toka lini ukalilia mapenzi? Hata mwenyewe alijishangaa. Hapo hapo alimpigia simu Zuberi rafiki yake, akamwambia ajitayarishe kwenda kumwona Saburi. Saburi nitamshughulikia kwa hali na mali, ni damu yangu, na pengine itakuwa ndio sababu ya mimi na mamake kurejeana. Bwana Kheri alijiambia, na safari ya kwenda Tulieni ikapangwa. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Wakati Bwana Kheri akifikiria yake na Muna, na yeye alikuwa na yake. Alifikiri siku hiyo ilivyopita na mkasa wa Bwana Kheri. Hivi yule mzee yuko sawa? Yaani baada ya miaka 7 atoke huko na kuja kuniletea porojo zake? Lakini hapo hapo kuna jambo lilimghasi. Alifikiria umri wa Saburi ambaye alikuwa mtoto wa miaka 6. Akifikiria miaka 7 babake angeweza kumdai na kumchukua kisheria. Lakini hata mtoto uliyemtelekeza una haki ya kufanya hivyo? Muna alijiuliza na akaweka nia ya kwenda Wizara ya Ustawi wa Jamii, Wanawake na Watoto kuulizia hiyo kadhia. Msimamo wake ulikuwa ni ule ule, hatomnyima Saburi nafasi ya kutana na babake, ama huyo baba kumpa huduma kama akitaka kufanya hivyo. Lakini hakuwa tayari mwanawe achukuliwe na Bwana Kheri.
Kama alitaka mtoto, basi toka mwanzo alikuwa na wajibu wa kumshughulikia na kutimiza wajibu wake. Machale yalimcheza Muna kwamba Bwana Kheri angelimtumilia Saburi ili apate kurejesha uhusiano naye. Kwa jinsi alivyoonekana kuchanganyikiwa leo pale walipokutana kwenye mkahawa. Ilikuwa usiku wa saa 4 na usingizi ulimruka Muna. Ngoja niende hapa. Kama alitaka mtoto, basi toka mwanzo alikuwa na wajibu wa kumshughulikia na kutimiza wajibu wake. Machale alimcheza Muna kwamba Bwana Kheri angelimtumilia Saburi ili apate kurejesha uhusiano naye. Kwa jinsi alivyoonekana kachanganyikiwa leo pale walipokutana kwenye mgahawa. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Ilikuwa usiku wa saa 8 na usingizi ulimruka Muna. Aliwasha taa na kuchukua kitabu kujisomea, lakini akili yake bado ikiwa haipo hadhiri kutokana na mambo ya leo. Alifikiri jinsi Bwana Kheri alivyotaka kumrubuni kwa pesa zake na akajipongeza kwa ujasiri wake. Alichukua simu yake na kumpelekea ujumbe mfupi Hamdani, akiwa hana matumaini ya kujibiwa kwani pengine Hamdani alishalala. Nikwambie basi leo nimekutana na nani? Huwezi kuamini. Hapo hapo Hamdani alijibu, nani? Kumbe hujalala? Nilale saa hivi mie pono? Lala uko bwana harusi wewe. Wifi yangu yuko wapi saa hizi? We kazi yako kuchati tu. Hamdani alikuwa akaoa kama miezi 6 iliyopita. Alimuoa Amina, shogake mkubwa wa utotoni wa Muna na pia ndugu wa rafiki wa Hamdani, Musa. Niambie sasa uliyemwona. Umbea umekushika. Babake Saburi, Bwana Kheri. Nini? Hapo hapo simu ya Muna ikalia. Hamdani aliona apige. Umemwona wapi na ilikuwaje? Sauti ya Hamdani ilionyesha wasiwasi na tafrani. Muna akampa habari yote mpaka kuhusu pesa. Umefanya vizuri kukata hizo senti zake anazopumbazia watu na kuaminia hutofanya maamuzi mabaya. Akikufuata tena niambie na nitamshughulikia. Hamdani alisema kwa kujiamini. Mapenzi yake kwa ndugu zake yalikuwa makubwa na ndugu zake wote walimpenda na kumheshimu. Maisha yao yalikuwa tofauti kabisa na yalivyokuwa zamani. Hamdani sasa alikuwa na duka kubwa la chakula mji wa Tulieni, akiuza jumla na rejareja. Bwana Hamisi ndiye alikuwa msimamizi mkuu wa duka hilo pale Hamdani alipokuwa akisafiri kwenda kununua bidhaa. Bwana Hamisi alibadilika sana, sio kabisa yule wa zamani. Bado alikuwa mpole na mkimya, lakini alifanya kazi kwa bidii. Alijua makosa yake na akajua vya kujirekebisha. Alijivunia kuwa na kijana kama Hamdani. Wanawe wengine wote zaidi ya Hamdani walikuwa wanasoma na walikuwa na matumaini ya kufika mbali. Muna bado alikuwa mboni ya jicho lake na maendeleo ya Muna kimasomo yalikuwa faraja kubwa kwake, akiapa kwamba mambo yaliyomtokezea Muna yasingemtokezea tena mwanawe yoyote. Biashara yao ya mapeshen bado iliendelea na Bi Salma ndiye aliyekuwa msimamizi mkuu. Na wewe uolewe tena. Huyo Bwana Kheri asingethubutu kukaribia, ungekuwa mke wa mtu. Hamdani alimtania Muna kwenye simu. Jambo la kuolewa walishazungumza mara nyingi, lakini Muna bado hakuwa tayari kufunua moyo wake tena. Mimi bado nipo kwanza na sihitaji mwanamume wa kunilinda, Muna alijibu kwa sauti ya kujiamini. Na nikihitaji kakaangu yupo, Muna alisema kwa kujidai. Haya, shauri yako. Subiri Bwana Shari akutilie mizizi. Hamdani alitania. Puu. Muna alisema kuonyesha ishara ya jambo hilo lipeperuke. Mungu aninusuru na balaa hilo. Si kila mtu humtaki. Munir kila siku hachi kunikera. Na wewe ushajua kama hana kosa, lakini bado hutaki kumpa nafasi nyingine. Mara sauti ya Amina ilitokeza.
Hebu nipe hiyo simu nizungumze mie na Muna, maana naona unataka kunichafulia mambo sasa hivi wewe mwanamume. Asalamu alaikum hujambo? Amina aliuliza. Sijambo wifi yangu kipenzi. Kakangu hajalala mpaka sasa hivi naona. Uko wapi wewe? Niende wapi na nishafika. Nipo chini ya ubavu wake hapa na simu yake na ikagua kama polisi. Abiria chunga mzigo wako dada Muna na Amina wote wakaangua kicheko. Namsikia huyu kaka yako anavyompigia debe jamaa yake Muniri. Na mimi nipo macho. Msije kuniumizia kakaangu, moyo wake wote uko huku. Yeye yuko China kiwiliwili tu. Toka zamani yeye ni Muna na Muna na yeye. Ulipoolewa alitaka kupatwa na uchizi. Sasa shapata matumaini, mnataka kumzamisha sio? Musa alikuwa China alikokuwa akifanya falsafa ya udaktari katika uhandisi. Kwani lazima? Uko China na kwingine alikokwenda miaka yote hajapata wa kumwoa. Hamdani alitania. Simu ilikuwa kwenye spika. Muna akichekacheka huku akisikiliza matani ya mume na mke. Yeye kishakupa ndugu yake na wewe ndo unambania sio? Amina alisema. Meka nipa ndugu yake ama mie nimependwa? Angenipa tu ndugu yake, kama huyu ndugu asingenipenda. Usinilinganishe mie na yeye bwana. Mie napendwa, najidai, na ringa, na yeye apendwe atapewa. Unajiona unapendwa kumbe bichwa linataka kupasuka kwa sifa. Muna alicheka akifurahia mapenzi ya kaka yake na wifi yake. Hebu niwaache bibi na bwana mlale. Kwaherini msikilizaji. Endelea kusikiliza Posa za Maana. Haya Muna, kwaheri. Jihadhari na huyo bwana Shari. Nakumbuka akikuletea ufala wowote niambie. Mie nakuja huko Ahueni kesho kutwa inshallah. Muna aligaragara kitandani bila usingizi. Bora hata Zena angekuwepo ningemwamsha. Hata kama amelala tukapiga soga au kufanya kazi zetu. Muna alimkumbuka rafiki yake Zena ambaye walikaa pamoja chumbani hapo bweni la wanafunzi wa chuo kikuu cha afya cha Ahueni. Lakini siku hiyo alikuwa kaenda kwao toka pale walipoachana mgahawani yeye na Ahmed. Mawazo yalimshika Muna. Akamkumbuka Munir. Siku za mwanzo alizokuja Ahueni kujiunga na chuo kikuu cha afya alifikia kwa Aunti Sauda. Muna hakupenda kubaki hapo kwa sababu hakutaka kukabiliana na Munir. Bado maneno ya Aunti Sauda siku zile kabla za harusi yake yalikuwa akilini mwake, japo hakukuwa tena na maumivu wala hisia zozote za Munir. Kabla ya kuonana na Munir alikutana na Samira, na katika mazungumzo Samira akaanza, bibi we, ukamkataa kakangu hivi hivi ukataka kumtoa roho. Mwaka mzima alikuwa hachanganyi. Muna macho aliyatoa kwa mshangao. Mimi ndo nilimkataa ama yeye? Unafikiri sina habari na tabia yake ya kudanganya wanawake, leo huyu kesho yule? Sasa ikawa zamu ya Samira kushangaa. Wanawake wepi hao? Kawapatia wapi? Unajifanya hujui. Wesi uliniambia zamani kama kipindi kile nilichokuja kutembea. Ukaniambia kazi yake kuchati na wanawake kwenye simu. Yale yalikuwa matani tu. Kwani hukujua kama natania? Samira alionyesha umakini na alichokisema. Yale yalikuwa matani. Na alionambia Aunti Sauda pia ni matani. Maana aliniweka kitimoto na kunipasha kwamba niachane na Muniri, niolewe nisije kumuua mamangu. Akasema Muniri hana kazi wala baadhi ya kuoa, na hayo yasingenishughulisha mimi wakati ule. Lakini kilichonishughulisha ni pale aliponiambia nisiamini maneno ya Muniri. Wanawake ndo kazi yake. Kila mwanamke mzuri hamwachi apite mbele yake. Na kama alinambia ananipenda ni kawaida yake tu. Alishawaambia wengi na hakuwa na nia kumoa yoyote. Samira sasa alinyanyuka, macho kayatoa. We Muna, una uhakika na unayasema?
Mama kwambie maneno hayo? Kweli hayo? Muna aliguna kisha akasema, hivi mimi nimzulie mamangu mkubwa kwa kisa gani? Na haja gani? Siku zile matumaini yangu yote yalikuwa kwake. Nilijua akija atanitetea na kuvunja ile ndoa yangu kwa Bwana Kheri. Lakini wapi? Alikuja akanitonesha kidonda kwa habari ambayo sikuitarajia hata kidogo, na ikawa mwisho wa matumaini yangu. Kila mtu alining'ang'ania niolewe, mpaka babangu nisije kumtoa roho mama, kwani alizimia siku nilomtajia Muniri, na akajua kama mimi na Muniri tulikuwa na uhusiano. Anti Sauda ndio aliniuliza hasa, uko tayari kuambiwa umemuua mamako? Muna alisema kama anatoa hadithi ambayo ilipita. Samira bado alikuwa kashangaa mdomo wazi. Ama kweli wazee ni zaidi ya noma. Basi sisi mama alituambia umekubali kuolewa na yule bwana. Unacheka meno 32 yote nje, na uko vizuri, unatamba na magari na masimu ya kifahari. Tuliposikia ulipandwa na mashetani hatukujua kuna nini, lakini Muniri alikuwa hata kusikia jina lako hataki. Kumbe kulikuwa na kidudu mtu. Ama kweli kikulacho. Samira hakumalizia huo msemo, kwani hakupenda kuamini mama yake alipika hilo jungu. Usijali sana Samira, hayo yashapita. Yalopita si ndwele, tugange yajayo. Mimi saa hivi langu moja tu. Pengine Anti Sauda alifanya vile akiwa na maana yake. Hakutaka ugomvi wa ndugu. Sasa ilikuwa zamu ya Samira kuguna. Hata kama kutaka ugomvi, ilikuwa atafute njia nyingine, sio ya kuwaumiza hivyo. Mimi ndiye ninayejua mateso gani kakaangu alipitia. Muna hakujua saa ngapi habari ile ilimpata Muniri, lakini alichosikia ni kelele ndani. Muniri alikuwa anabishana na mamake kwa makelele, na kisha akagonga chumbani kwa Samira, ambapo Muna na Samira walikuwa wamekaa. Alitoa salamu kisha akamtazama Muna, macho yake yakachanganyika na hasira, mapenzi na majuto. Muna nisamee, nilikufikiria vibaya sana. Muna hakusema kitu. Alinyamaza tu, na Muniri hakujua aendelee vipi. Alikaa kidogo tu kisha akatoka. Muniri wakati huo alikuwa na mtu mwingine, na tayari wazazi wao walikuwa wanajua, lakini ilionyesha wazi kama moyo wake haukuwa hivyo kwa huyo mchumba. Muniri wakati huo alikuwa na mtu mwingine, na tayari wazazi wao walikuwa wanajuana, lakini ilionyesha wazi kama moyo wake haukuwa hivyo kwa huyo mchumba wake kama alivyokuwa kwa Muna. Alipoanza kutaka kuhuisha uhusiano na Muna, alimwambia, Muniri, wewe tayari uko na mtu wako. Mimi sipendelei kuwa kati yenu. Kwa sasa mimi sina wakati kabisa wa mapenzi. Langu mimi ni moja tu, na nionavyo nikiangaza mawili, moja litaniponyoka. Wewe endelea tu na mchumba wako. Mimi roho yangu radhi, wewe ni kakaangu na yeye atakuwa wifi yangu. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Muniri hakukubaliana na maneno ya Muna, lakini akawa hana la kufanya. Muna hakumpa nafasi kabisa, akawa hajibu meseji zake mpaka Muniri akakata tamaa. Miaka 2 ilipita tokea Muniri na mchumba wake Safia wawane. Kulizuka hitilafu nyingi katika ndoa yao. Kila siku kesi. Safia alikuwa mtoto wa mjini. Alitoka familia inayojiweza, na kila alichopewa na Muniri kilikuwa hakina thamani kwake. Alitaka kile na hiki. Miaka 2 hiyo hawakujaliwa kupata mtoto, na ndoa yao ilifikia kikomo miezi 6 iliyopita. Sasa Muniri alianza tena kumbembeleza Muna, ambaye mpaka sasa alikuwa hajampa mwelekeo wowote. Muna alikaa na kutafakari, akifikiria hili na lile, lakini mambo ya mapenzi bado alikuwa hajayaamua. Alimfikiria Saburi. Katika jambo alilokuwa akiomba ni kuwa amalize kusoma na kuishi na mwanawe popote pale ambapo ataamua kuishi.
Muda mchache tu ulibakia kabla hajamaliza masomo yake ya udaktari, na alipanga kwenda Tulieni kufanya internship. Mtu yoyote atakayekuja kunioa lazima akubali kuwa mimi na mwanangu na nina jukumu la kumlea mwanangu kama mama. Huo ndio ulikuwa msimamo wa Muna kwa sasa. Usingizi ulimchukua huku akimfikiria Saburi. Msikilizaji, na huu ndio mwisho wa kitabu chetu cha Posa za Maana. Usikose kusikiliza kitabu chengine kitakachofuata katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abeid.